baada ya mtu ametumia neema ya an-nutq, neema ya kuzungumza kwa namna ambavyo haikumridhisha Allah azza wa jalla, akisimamishwa mbele yake يوم القيامة, hii neemati nutq ishafungwa. Allah azza wa jalla yale ambayo mtu alidai kwamba akona ilmu nazo, yale ambayo yalishuhudia, yale ambayo yalibeba hii ilmu, zitafanywa ndo zile za kuleta ushuhuda juu yake يوم القيامة. Mdomo wake ufungwe na macho yake yaulizwe kwa yale ambayo aliyaona, na moyo wake uulizwe ni ipi ambayo yale ambayo ameyaletea macho na masikizi ni ipi ambayo ilibeba min maqasid. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah azza wa jalla atafunga midomo na ndimi zetu akiuliza hivi viungo يوم القيامة. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika yeye kushuuri hizi neema min Allah azza wa jalla, akimwambia Allah azza wa jalla kwamba tupatie uwezo wa sisi kuhifadhi na kupata tamami neema kwa masikizi yetu na maoni yetu au macho yetu na nguvu zetu. Dua ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiomba, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allah azza wa jalla nipatie afya katika masikizi yangu na kadhalika nipatie afya katika maoni yangu. La ilaha illa ant, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah azza wa jalla. Yule mtu ambaye atafanya jambo katika Uislamu ambalo ni njema, jambo ambalo limefuatana na Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha watu wakafuata mfumo wake baada yake, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim shay, ataandikiwa ajiri yake na yule ambaye amemfuata katika hilo jambo pasina na kupunguziwa wale ambao walimfuata katika ajiri yao yakiongezewa. Waman sanna sunnatan sayyi'atan faumila biha ba'da, na yule ambaye atazua, atafanya, ataeneza jambo ambalo ni ovu, faumila biha ba'da, kisha mtu akatenda baada yake, kutiba lahu mithlu wizri man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim shay, ataandikiwa madhambi yake yeye kuyafanya na dhambi ya kila mtu ambaye alimfuata katika yeye kufanya ambayo aliyafanya, min ghairi an yanqusa min awzarihim shay, bila wale kupunguziwa katika ajili yao kwa chochote.